Kundi la G55 ni kundi la wagombea ubunge wa mwaka 2020 na watiania mwaka 2025 kwa sababu tuna program za chama na mmoja wapo ilikuwa ni ya watiania. Nakumbuka kuwa kwenye hotuba ya katibu mkuu wa chama John Mnyika Januari 21, 2023 Mwanza alialika watu watiania kuwania ubunge 2025. Kwa hiyo ndio hao watu wote hawa. G55 ni matokeo ya G55 ya mwaka 1993 ambayo ilikuwa ni kundi la wabunge ndani ya CCM waliokuwa wanapinga mfumo wa serikali mbili, wakawa wanataka serikali tatu. Sisi tumetoboa tu na tumetohoa kutokea huko. Tupo zaidi ya 200 kwa mwito ambao ulifanywa na katibu mkuu na hakuna mtu ambaye yupo nyuma ya G55. G55 imezaliwa baada ya kuwa imeitishwa kikao cha watiania makao makuu ya chama Aprili 3, kikao kilichopitishwa kwamba tunakwenda kwenye kujadili kuhusu no reform no election na no reform ni fine, kwamba tunataka mabadiliko na maboresho ya mifumo ya kiuchaguzi, lakini election this is impossible. Wakaunda hilo kundi, wakawa wanatengeneza mawazo mbadala ambayo tayari tumeyawasilisha kwa katibu mkuu kwa maandishi, na tuna hoja 9 ambazo tunashauri kwa nini tunashauri na athari 6 za chama kutokushiriki uchaguzi. Mtu anaposema kuna mtu nyuma ya G55, hivi kweli watu zaidi ya 200 hawana mawazo ya kufikiri mpaka kuwe na mtu anafikiri kwa niaba yao? Hii sio sawa. Yaani mimi John Mrema na wengineo hawezi kufikiri kila mmoja kwa niaba yake, kwamba hakuna mtu anafikiria. Wazo limekuja baada ya kikao kuitwa, tukaamua tunaofikiria pamoja tukae tupange hoja. Wakati huo kuna mtu anataka kuonekana mwema, aka screenshot message kwenye WhatsApp, jamani kuna watu hivi, na hapo ndio tukaanza kuwa tuna branding kwenye hawa ni waasi. Hivi kweli kuwa na mawazo mbadala ni waasi ama ni vipi? Kwa hicho ndicho ambacho Mwita alikuwa amekizungumzia kuhusiana na kile ambacho kimeonekana kuendelea. Asante kwa kuifuatilia Baharia TV. Usisahau kulike, kusubscribe, kucomment na kushare.